Sasa ninyi wa Tanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa wanakipanga, walikuwa wanatupeleka kwenye vita. Walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi ili ikifika Januari 1 serikali ile mliochagua 2020 iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndio, mimi nasemaga ukweli hivyo hivyo. Walipanga, wewe katiba gani tulijaribu miaka 5 tukashindwa? Katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi 6? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii masharti yake ya kuibadili, someni muone. Ni mpaka ninyi wa Tanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi kwa sababu tunaongea wetu vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hiyo haisogezi kwa mazungumzo ya aina hiyo. Wakasema wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi. Ukishasogea ikipita 31 ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali ikasema tutaenda na walio tayari. Hawa ambao hawataki, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu, kwa ridhaa yao wakasema hawashiriki. Tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo, sasa Yanga kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na Singida tu, kwa nini waulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda. Ndio kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda, unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda?